Yesu katika kitabu kile cha Mathayo kuna sura amesema kwamba tajiri ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nimejaribu kuchambua kwa nini alisema hivyo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha leo, na leo tafakari yetu tutaona ni kwa nini Yesu alisema tajiri ni vigumu sana kuingia katika ufalme wa mbinguni, au itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tusome kile kitabu cha Mathayo 19 mstari ule wa Mathayo 19 mstari wa kuanzia wa 20 kuanzia 18. Kuanzia 18 hapa anasema, akamwambia zipi? Yesu akasema ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mwaminifu, enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa maneno ya sambamba na hiyo utaenda kusoma Marko 10:23 hadi 30, lakini Luka 18 kuanzia 24 pale utazikuta hizi habari za huyo kijana ambaye alikuwa tajiri. Akaja anamuuliza Yesu afanyeje ili aweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Ndipo akamwambia, umezijua amri zote? Akasema, nimezijua tangu nikiwa mdogo. Nimepungukiwa na nini? Ndipo akamwambia, uza kila kitu ulicho nacho unifuate, nami itaweza kukupatia zima ufalme, utaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndipo yule kijana akahuzunika sana, na Yesu akamwambia wanafunzi wake kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ndugu naye nitazama, karibu kwenye somo hili ambalo litaanza hivi karibuni. Litakuwa na uchambuzi wa kina sana, kwa nini alisema hivyo, lakini pia tutaelezea namna ya kufanya kama ni tajiri ili uweze kuingia katika ule ufalme wa mbinguni. Neema ya Kristo ikawe pamoja nawe. Mungu akubariki sana na kutakia wakati mwema. Amen.